Asubuhi ya leo nimetamani tu kukumbusha kitu ambacho wengi mara nyingi huwa tunajichukulia poa, kwa sababu tunalinganisha maisha yetu na maisha ya watu wengine. Kwa hiyo unajiona muda wote kwamba wewe ni mtu wa nyuma, au ni mtu ulioshindwa, au ni mtu ambaye hauwezi, lakini kiuhalisia hakuna mtu ambaye anashindwa. Yani tuna hatua. Yani aliyepiga hatua 5 huwezi kujilinganisha na wewe ambaye umepiga hatua 1. Kwa hiyo utapiga hatua 1 na wewe pia huwezi kupiga hatua ya 10 huko kabla ya kuanza hatua ya huku chini. Kwa hiyo tunaanzia chini, tunakwenda tunafuata step ya kwanza. Maisha ni kama ngazi. Yani unapanda ngazi ya kwanza mpaka kwenye ngazi ya mwisho. Uwezo ukapanda ngazi ya mwisho wakati ngazi ya kwanza bado hujaikanyaga. Otherwise huko mbele kuna vitu vitakushinda, utajikuta tena umerudi chini. Kuna mtu mmoja nilikuwa namsikiliza, alikuwa anauliza, hivi kipi ni bora? Kupambana na biashara yako inakufa inaanguka, inakufa inaanguka mpaka inafika juu, au kuanzia juu alafu unaporomoka unarudi chini? Ukiporomoka unarudi chini, maana yake stress zitakuwa nyingi zaidi, misongo ya mawazo itaongezeka, na mwisho wa siku wengine mpaka wanajitoa uhai. Kwa heshimu hatua zako ndogo unazoanza nazo, na hiyo ni kwa sababu tu wengi tunashindwa kuivumilia ile, au tunaona inatuumiza, au tunaona hatuwezi kufika, kwa sababu muda mwingi sana tunautumia kulinganisha maisha ya watu wengine. Yani ukimuona mtu unatamani uwe kama yeye. Haiwezekani kuwa kama yeye. Yani inawezekana kuwa wewe ambaye unajifunza kutoka kwa watu wengine ili uweze kupiga hatua kubwa zaidi. Kwa hiyo na maisha ya kujilinganisha maana yake yanakuonesha kabisa kwamba yani wewe umekubali kabisa kwamba wewe huna thamani, kitu ambacho hakiwezekani. Mungu kila binadamu ameumba akiwa na thamani yake. Kwa hiyo thamani yako wewe ni hiyo hiyo ambayo uko nayo. Unachokifanya unajifunza kwa wengine, unaendelea kukuza thamani yako, unaendelea kujiboresha, unaendelea mbele. Na maisha ya kujilinganisha na wengine, wengi tumeishi kwenye lawama. Tumeishi kwenye lawama na kulalamika kwa sababu bado huridhiki na chochote. Yani wewe kila kitu unaona kwamba Mungu hajakupa, Mungu amekunyima, mbona fulani amefanya hivi, mbona fulani amefanya hivi, kitu ambacho sio kizuri. Na sisi kama wanawake, nasema sisi kama wanawake kwa sababu ni eneo langu, sisi kama wanawake hali hii imetukwamisha kwenye mambo mengi sana. Kuna watu tuko kwenye madeni makubwa sana ni kwa sababu ya kupenda kujilinganisha na wengine, na kuna watu tumekuwa na chuki sana. Chuki, yani mtu unaiona kabisa chuki usoni kwa mtu, ni kwa sababu tu na wewe umetamani kuwa yule mtu, kitu ambacho hakiwezekani. Kila mtu Mungu amempa nguvu yake, hakikisha unatumia nguvu yake. Lakini wakati mwingine imetuletea pia hata tabia ngumu za kuambukiza mpaka kwa watoto wetu. Yani unakuwa unafananisha maisha ya watu wengine, unachukia watu wengine mpaka unaipanda ile mbegu kwa watoto wetu. Hapana. Tunataka tuwafundishe watoto wetu kwamba hapa ulipo, haya ndiyo maisha yako halisi ambayo unatakiwa kuishi. Maisha yanaboreshwa kwa kufanya kazi kwa bidii, maisha yanaboreshwa kwa kujituma, maisha yanaboreshwa kwa kujifunza. Kwa hiyo unakuwa unaambukiza ile kwa watoto wetu toka wanapokuwa wadogo. Mwisho wa siku na wenyewe wakija kukua, wanakuwa wanajifunza kupambana kwa kupitia mbio zao. Hawatakimbilia kwenye mambo mengine. Kuna mabinti wanapotea kwa sababu na wenyewe wamekuwa wakitamani maisha ya watu wengine, wakijilinganisha na watu wengine, naona mimi sitoshi. Mbona wenzangu wanapewa 1 2 3? Mbona wenzangu wanafanywa hiki na hiki na hiki? Na yeye anapambana, mwisho wa siku binti anajikuta ameingia kwenye mambo mengine mabaya, magumu, ya kuharibu tabia zake tu ni kwa sababu ya kupenda kuishi maisha ya kujilinganisha na wengine. Kila mtu Mungu amemjalia kwa namna yake na amemjalia kwa kupambana pia. Kwa hiyo mimi naamini hata sisi wengine ambao bado tunajitafuta, tutapambana na tutafikia hatua nzuri. Na mara nyingi tumejikuta tunatumia muda mwingi sana mitandaoni kuangalia nani anafanya nini, badala ya kujifunza kutafuta watu ambao wanakusaidia wewe kukua na kwenda mbele. Wengi wana fake maisha. Maisha halisi sio hayo ambayo tunakuwa tunayaona. Tunajiongezea msongo wa mawazo ambao hauna sababu. Hakuna kitu cha msingi na cha muhimu sana cha kukitunza kwenye maisha yetu kama afya ya akili yako. Kwa hiyo jiepushe sana na vitu ambavyo vinaathiri afya yako ya akili. Vinaathiri mawazo yako, vitakufanya uwe na mrundikano wa vitu ambavyo vinakurudisha nyuma, vinakufanya ushindwe kufikiri. Mshukuru Mungu kwa alichokujalia, heshimu hatua zako, usijilinganishe na wengine kwa namna mbaya. Jifunze kutoka kwao ili wewe na wewe pia uweze kuboresha kile ambacho wewe unakitamani na kuweza kupiga hatua kubwa zaidi. Kwa hiyo leo nimetamani kukumbusha hicho kitu kwamba tufanye kazi, tupambane, lakini tusipende kujilinganisha na watu wengine kwa maana mbaya, kwa sababu mwisho wa siku tutaendelea tu kupiga mark time.
hatuendi mbele, tunalaumu watu, tunachukia watu, alafu tunakuja mwisho wa siku unajikuta kuacha. Yani unaacha kabisa. Yani unaona kile unachokifanya wewe ni kama vile hakistahili. Pana, jifunze kuheshimu mbio zako, jifunze kuheshimu akili yako, jifunze kuheshimu maono yako, jifunze kuamini kwamba kila hatua ilianza chini na mwisho wa siku ikafikia kuwa kubwa. Mungu awabariki sana, niwatakie Jumatatu njema na mapambano mema. Maisha ni mapambano. Usiweke silaha zako chini. Kila siku nimekuwa nikirudia, endelea kupambana mpaka mwisho wa safari yako. Mungu awabariki sana.